Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika kesi ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini, ambayo leo ilikuwa inakuja hapa kuongelea uamuzi wa kama walalamikiwa wana kesi ya kujibu. Katika uamuzi ambao umejitokeza leo, mahakama imesema ushahidi ambao umetolewa na walalamikaji haujitoshelezi, kwa hiyo hawana kesi ya kujibu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa lugha nyepesi ni kwamba shauri sasa linakuwa kwa upande wa hatua hii limeishia hapa, na jaji ameonyesha kwamba kwenye uamuzi wake ameonyesha kwamba mahakama kuu ina mamlaka kwenye kesi za uchaguzi kusikiliza hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo amelielezea vizuri na ametoa sababu mbalimbali kwa nini mahakama ina ushahidi huo au ina mamlaka hayo. Lakini jambo la pili ambalo limejitokeza, mahakama katika hatua hii imejikita kwenye kuangalia maudhui ya ushahidi uliotolewa mahakamani, na baada ya kuangalia na kuzingatia imeona kwamba ushahidi huo haujitoshelezi kuweza kujibiwa. Kwa hiyo basi, baada ya maamuzi hayo kufanyika, mahakama imetupilia mbali shauri hili la uchaguzi na imesema kwamba walalamikaji endapo hawataridhika basi wana haki ya kukata rufaa. Kwa hiyo katika hatua hii ambacho tutakifanya, mimi na walalamikaji tutakaa chini na kuangalia kama kuna haja ya kukata rufaa, alafu kama haja hiyo ipo basi tutakata rufaa mbele ya mahakama ya rufaa na kuomba nayo iende ikatafakari kwa mara nyingine tena, kama kweli mahakama kuu ina mamlaka ya kuamua kwenye kesi za uchaguzi kuwa na kifungu cha sheria au taratibu unaongelea kuwepo kwa kesi ya kujibu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo endapo tutakata rufaa basi tutaliomba mahakama ilizingatie. Kwa majina naitwa Emmanuel Thomas Msasa, wakili wa Clayton Revocatus Chipando, ambaye alikuwa ni mlalamikiwa namba 2 kwenye shauri la uchaguzi ambalo lilifunguliwa na wakina Lumu na wenzake. Kwa leo tulikuja hapa mahakamani kwa ajili tu ya uamuzi mdogo, kama kweli kulikuwa na kesi ya kujibu au hapakuwa na kesi ya kujibu. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama leo imetoa uamuzi wa kwamba walalamikiwa wote jumla watatu hawana kesi ya kujibu. Hawana kesi ya kujibu kwa sababu tuhuma zote ambazo walalamikaji walizileta, ambazo ni jumla ya tuhuma 5, kwamba kulikuwa na ukiukwaji wa sheria na taratibu za uchaguzi. La pili, wanasema kwamba kulikuwa na tuhuma za udini, lakini pia kulikuwa na tuhuma za rushwa, lakini pia kulikuwa na tuhuma za kuharibu taswira na utu wa Zitto Zuberi Kabwe, kwamba tuhuma hizo zote ambazo wameweza kuziwasilisha mahakamani pamoja na vielelezo vyao jumla ambao ni vielelezo 4, ambapo ni waraka namba 1, waraka namba 2, pia na flash disk 2 ambazo wanasema ni video ambazo walizipakua kwenye mitandao. Mahakama imeona kwamba ushahidi huo haujitoshelezi na haujakizi viwango ambavyo vimewekwa kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa utaratibu wa udhibitishaji wa kesi za uchaguzi, ambapo kiwango cha muhimu zaidi au kiwango kilichowekwa ni kudhibitisha beyond reasonable doubt, kwamba ushahidi wao wote wa mashahidi 16 na hivyo vielelezo vyote hawajadhibitisha kwa kiwango ambacho kinatakikana na sheria. Lakini sio hivyo tu, mahakama imeenda mbali ikasema kwamba hata kama hivyo vielelezo na ushahidi uliotolewa haujaonesha au hawajaonesha ni kwa namna gani ushahidi wao ungeweza kuathiri uchaguzi ambao ulifanyika Oktoba 29. Kwa uamuzi huu wa mahakama unadhibitisha kwamba uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 kwa nafasi ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Clayton Revocatus Chipando alichaguliwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi, na hapakuwa na vitendo vya aina yoyote, wala vitendo haramu, wala vitendo vya rushwa, wala udini wa aina yote kwenye uchaguzi huo. Kwa uchaguzi huo maana yake ni kwamba ulifuata taratibu zote za kidemokrasia, nikimaanisha kwamba uchaguzi huo ulikuwa wa huru na haki, na Clayton Revocatus Chipando alitangazwa kuwa mbunge kwa kuwa sheria na taratibu na demokrasia zilifuatwa na maamuzi ya wananchi inaonyesha kwamba kura zote zilikuwa kwake.